Chers amis de la presse, bonjour. J'espère que vous allez bien et on s'excuse pour ces retards. Vous savez que la journée était très surchargée. L'artiste vient à peine d'arriver aujourd'hui. On avait des carnavals, il y avait aussi une émission à présenter. Donc on s'excuse. Devrait aussi se reposer tout petit peu comme un humain. Et là, on commence avec un petit retard. Donc vous allez nous excuser et l'essentiel est que le message que vous allez captiver ici, d'en faire large diffusion parce que le concert c'est déjà pour demain. On n'a pas assez de temps, on n'a que notre soirée d'aujourd'hui pour assez communiquer. La star, il a tout abandonné, il avait aussi une calendrier surchargé, mais il a accepté de venir au Congo parce que non seulement il aime ses pays, mais il aime aussi les Congolais. Il est ici d'abord par amour avant le business. Il est avec nous, vous allez lui poser toutes les questions possibles, mais à part ça, je serai obligé aussi de donner la parole à l'un de nos partenaires qui est Jambo Jet. Actuellement, pour bien voyager, de Goma à l'étranger, si vous avez besoin du confort, il faut vraiment payer vos tickets chez Jambo Jet. Jambo Jet est en train de faciliter aussi le transport de Superstar et lui-même il est venu avec Jambo Jet, il est à l'aise, il est en forme. Donc notre partenaire de Jambo Jet aussi va poser un mot. Et pour ce qui concerne Top 5, je pense que M. Lee va me donner la permission de parler à son nom parce que lui n'aime pas beaucoup le caméra. C'est pas ça, boss. Je vais parler à votre nom pour Top 5 vu que tu n'aimes pas trop les caméras. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, sans perdre beaucoup de temps, on va donner à l'artiste la parole. Il va vous saluer, pas d'abord de questions. Le partenaire va aussi parler. Et puis après, on va passer au jeu questions-réponses. Je pense que c'est bon. Tunakupokea. Asante. Kwetu kwenu Kongo. Yeah. Na wapasha habari wamekuja kusikiliza kama una neno gani unapenda wakongomani wasikie kwa leo. Yeah. Sijue neno yako ya kwanza ulipenda useme ukutana na wapasha habari ilikuwa nini kwa leo? Mi kwa leo kinye ningependa kwanza kusema ni asante sana for the continuous love and support. Like Congo imekuwa one of the countries zenye wamesupport muziki yangu sana sana sana. Na ni one of the places nimeishi kutamani kukuja and I'm so happy to be here. Mimi nina furaha sana na hisi niko sawa sana na hisi niko nyumbani. Yeah. Because ni one of the places nimeishi kuona tu kwa social media watu wakinitag videos, but today I'm here. So mi Kenya ningependa kuambia ni kesho, tomorrow is a big day. Watu wa come through hapa Top 5 Lounge, tutakuwa tunajibamba. Mimi obviously mnajua mali niko ni furaha tupu. So mimi nimewaletea furaha, nimewaletea pombe kutoka Kenya. So watu expect vitu poa na pia wazidi kunisupport because me believe music is all about that. Congo na Kenya it's one thing. So sisi mimi na believe pia nikikuja huku na kuja kupatana na wasanii wanajua wanachofanya, so na look forward sana kusikiza muziki ya Congo zaidi nikiwa hapa. Yes. Na look forward pia kupatana na wasanii wengine tuone kinye tunaweza fanya pamoja because the end goal is pushing African music and we as Africans supporting each other. So that's basically Kenya mimi nimekam kupush like pushing African music, na niko hapa pia kupush the Congo music, na niko hapa pia kuraise our Kenyan flag much more higher. So tuko hapa kupartner Kenya and Congo and I'm so glad. I'm also here to make new friends. Mimi sijakuja hapa tu kuimba peke yake. Nimekuja hapa pia kujenga marafiki wapya because next time tarudi maybe sitakuja kuperform, nitakuja tu kutembea. Juu ni kitu napanga sana. Nije pia kutembea, so I'm here to make friends. I'm here to have a happy life. Na mimi niko hapa tu kufurahi. Yes. Asante sana. Jambo Jet, sijui kama vous allez parler en français. Votre aviation est en train de se démarquer par la qualité de service. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ces partenariats? Pourquoi vous avez accepté d'accompagner ce projet de pool party avec Top 5? Ok, oui, surtout nous sommes tellement contents de recevoir l'artiste ici à Goma. Vous savez, actuellement Jambo Jet est en train de s'installer ici à Goma et nous avons trouvé l'un des moyens par lesquels nous pouvons passer pour agrandir notre clientèle et pouvoir couvrir nos cibles. Nous avons trouvé que soutenir ou marcher avec les artistes, ça peut nous aider à avancer. C'est pourquoi à chaque fois quand nous découvrons qu'il y a quelque chose qui va se passer sur
surtout entre Kenya et Goma, nous sommes prêts à participer. Jambo Jet, nous sommes là chaque lundi, mercredi et vendredi. Et actuellement, nous avons des bons prix. Nous sommes en train d'encourager tout le monde à voyager. On ne sera pas satisfait quand on recevra seulement des invités qui viennent de l'extérieur. Notre souhait est qu'il y ait aussi des artistes qui vont commencer à quitter Goma pour aller à l'étranger. Nous serons heureux de sponsoriser un artiste qui va quitter par exemple Goma pour aller dans d'autres pays. Mais kwa saizi tunasema asante kwa mzito wetu amekuja Goma. Tunaamini tutaenjoy nyimbo zake, tumezisikia sana na Jambo Jet tunafurahi, tunaamini wavijana wa Goma tutaiga tena mambo anafanya na ataiga yale tunayafanya na tutasongesha kazi ya ndege mbele. Asante sana. Cher ami, comme je vous avais annoncé, je ne sais pas si j'ai annoncé ou j'ai oublié, mais on a que 15 minutes à l'étape de questions-réponses pour permettre à l'artiste non seulement de se reposer, mais il doit aussi sérieusement répéter cette nuit. Donc, on y va avec des questions. Peut-être on peut prendre 6. On y va? 6 questions. Et les questions, c'est Swahili et anglais, pas français. Voilà, je suis pas forte. Kama kuna mwenye hezi ongea Kiswahili, maybe anaweza ongea Kifaransa alafu utanitranslate. Utaongea Kifaransa. Ama nitajaribu niongee. Napenda niongee. Try my best. Les amis, est-ce qu'on peut y aller avec les questions aussi rapidement? Il fait nuit. Okay. Je vais commencer. Tu te présentes dans ta chaîne et tout. Voilà. Rafiki Nzita, mimi ni mpasha habari, promote, presenter at UBFM. Ni entertainment radio hapa mjini. So nimekuwa na ulizo ya kwanza. Unasema umesikia wasanii wa Goma. Unataka kusikia. I don't know. Umesha choose someone especially among them, maybe unaweza collaborate naye? To be very honest, kuna wasanii wengi sana nimewasikia kutoka Kongo. Hata nimemention majina ni wengi sana. But kuna wimbo nimechezewa some few minutes ago ya wasanii wawili na feel zinadu ni ngoma poa sana. So most definitely tutaget kufanya kazi nao, na pia like niko na an endless list when it comes to Goma. Like I have hata si Goma pekee yake, when it comes to Congo I have an endless list because like muziki ya Congo ni muziki like imepave way to the African music. Like hiyo ndo muziki ilianza kusikika before hizi muziki zingine zianze kusikika. Ukiangalia msee kama Kofi ni msee amekuwa there for very long time. Feregola ni msee amekuwa there for very long time na anafanya muziki poa. So wasanii ni wengi sana, na mimi sipendi kubagua. Mimi ni msee, sitasema ati nataka kuwa na wasanii wenye wame make it peke yake. Mimi na believe niko hapa kuinua wasee na pia mimi niko hapa kuinuliwa. So mimi bora tu msanii anafanya muziki poa, whether ni msanii na feel bado wako chini, tutafanya kazi. Mimi si mtu niko na naweza sema ati nabagua according to like lazima uwe na numbers or anything, hapana. Ni tu bora muziki ni poa, tutafanya job. Asante. Tupate. Mimi naitwa Norbert Ndugwa. Natumika na gazeti Emergence Plus. Nice. Tuko hivyo kwa mitandao internet. Sasa nalipenda kujua ndani ya programu yako na tayarishia nini mashabiki wako kwa siku ya kesho, watakuja kusikia muziki gani? Sasa hivi sisi tukarudia tupate kuwavuta. Okay. Mi for kesho muziki kwanza ningependa wajue ni live. Kesho tunapiga na band kitu ya kwanza, alafu kitu ya pili list ni endless. Nimeambiwa favorite song ya watu huku Goma ni Furaha, na pia kuna wenye wanapenda Valentine's Anthem, kuna wenye wanapenda pombe. Sisi zote mimi nitawapatia, plus I have some other music. Niko na my new song inaitwa Master, iko kwa hiyo lineup. Niko na song yangu nimefanya na Nadia Mukami, iko kwa hiyo lineup. I have a song na King Kaka, iko kwa hiyo lineup. Na plus pia kesho nitakuwa nafanya some of my new songs. Kama kuna song nimefanya na Sauti Sol, maybe kesho naweza wagusia. So kama watu wanataka kujua kama nitagusa, waje kesho. I have some dope collabs from Tanzania zenye nimefanya. Kesho naweza amua. Goma ni a beautiful place, na huku niko na mafans. So na feel hizi surprises ni ndo nafaa kuzipata wa kwanza. So kesho watu kesho na mimi ndo wapatia surprises. Yes. Question? This one ni Komali. Vas-y. Kwa mimi naitwa Habari ni sana nikiwa kwenye kama media ya mitandao na price. Afu nataka kujua
wewe kama Mkenya na pia umesema jinsi unavyosema eti unafuatilia sana muziki ya Kongo hasa Goma, kipi ambacho unaweza kipi ambacho utatoka hapa Kongo ukienda Kenya, kipi ambacho utaweza kuambia wa Kenya kutokana na utofauti ambao umeuona ama muziki jinsi unavyopanda ama umegisi umeyasikia hapa Goma, kipi ambacho utaweza kuambia wa Kenya ukifika? I believe siwezi sema nimekaa Goma for a very long time, nimefika tu leo, so sija experience hivyo sana, but Kenya nimelearn along the way. Unajua pia kujifunza si lazima kumekaa mahali for a very long time, so nikikuja mimi kitu nimelearn ni people show so much love here in Goma, like mashabiki ni wa true sana manze, so like yani na feel hiyo ni one of the things zenye nimelearn. Na pia wasanii wako fiti, wasanii wana job poa, wasanii wanajituma, because mimi period nimekuwa hapo nimeget kusikiza ngoma from different artists, so wasanii wanajituma sana, of which it's a beautiful thing. Same thing tuna Nairobi, ni shamba la mawe lakini wasanii wanajituma pia at the same time, so hiyo ni one of the things zenye nimelearn, na believe I'm yet to experience more. Pia kukana waseka nyinyi wenye spare your time, I'm learning something from you guys, najifunza so much. So I believe those are some of the things, na believe niko here to experience some more love from Goma, niko here to meet some beautiful people just like I said earlier, na niko hapa for a good time. Me I'm all about good vibes and inshallah. Yeah. When you're talking about a good time, yeah. You mean 1 month, 1 week or? Good time inaweza kuwa wiki 2 hivi, wiki 3, ama hata niamue tu ni relocate to Goma na niendelee tu na maisha tu. Because the love is real here, and it's a beautiful place. Like mimi na feel tu nikaa niko home. The weather is the same. The vibes ni the same. Actually hata Goma naona nikaa kuna vibes zaidi. So naona nikaa kidogo naweza kuwa one of your sons, naweza amua ni kuwe ndugu yenu hapa. If all goes well. So nilitaka kuambia hivi, kuna tokea kitu msanii ambaye labda tunaweza kaa tuko naye hapa ama hayupo, ndio anadai eti mimi ni labda nimsingewa poa niweze kufanya kitu ama niweze kufanya collab na wewe, sijui kama utakuwa tayari kufanya collab naye ama labda na utampeleka kama wasanii wengine kisi wanapopeleka wasanii. Mimi kitu nimesema mimi sibagui. I believe from me talk mnaweza tell mimi nimefika, nimeenda interview, I've done everything, hakuna kitu mimi nimekataa, na sidhani as an artist mimi sidhani ni role yangu kukataa anything, because pia nyinyi kuko hapa it's all out of love. It's because nyinyi wasema mnanipenda and you guys believe in my craft. So mimi nimse just like venye nimesema before, mimi si mtu niko hapa kwa na wasanii wenye wame make it peke yake, hapana. Siko hapa kutafutana na wasanii wenye wako juu peke yake. Yes, akikuja ama nikipata msanii mwenye na feel anafanya poa, juu there are so many artists. Kuna Gazmaweti anafanya fiti sana, kuna kina Fally wanafanya poa sana. If something pops up siwezi kataa, but at the same time just like I said earlier, ni msanii bora tu akona ngoma poa, whether hata akona follower mmoja, I don't care about that, because mwisho wa siku what wasi wa Goma wanafaa kusikiza, which is the song, is bigger than all of us. Unajua muziki ni kubwa kushinda sisi wote. Niko sure kuna watu wengi wanajua muziki yangu but hawanijui, because music is bigger than all of us. So mimi niko hapa tu, I'm here for a good time, na niko hapa pia kwa uplift wase. Mimi believe that's my role in the industry, na at the same time kwa society. So mimi niko hapa pia kuinua watu wenzangu, na niko hapa pia kubless maisha ya watu wengine. Mali mtu ana feel mimi naweza msaidia afike, tusaidiane, sijui maybe kesho mimi ndo namhitaji. Yeah. Let's talk about Love Anthem. Yeah. Kwa Last Born in Your Family. Sijui kama imekuwa na influence on that song? Kinda kidogo. Okay. Imekuwa na influence kiasi. So how? Just explain it a bit. So basically unasema niongele venye Valentine's Anthem, na mimi venye kwa Last Born I think sijui kama umetoa love kwa family yako ndo na transfer directly in your song. Yeah, it is because mimi mwisho siku, like one of my biggest supporters like ina come from my family. Okay. My family imekuwa there for me like during your period nikianza muziki up to now, like wamekuwa there, they believed in me. So niyo love to me na extend to my fans, like
whatever I learned during that time, though I'm extending it to my fans right now. Okay. So me, inaweza sema like ili contribute a lot to that. Okay. Yeah. And your relationship with Arrowboy? Yeah. Arrowboy. Ça, si Rafik veut faire son interview exclusive, Yeah. on va passer à la radio. Je finis avec On va ça. venir chez Youbi. Donc c'est la dernière question que tu poses. Last question. Yeah. Your relationship with Arrowboy. Arrowboy to me is family. Arrowboy is a brother, he's a boss, he's a mentor. Na ni one of the people wenye mimi nikigrow up nilikuwa na look up to. Alikuwa ananibamba sana. Na we are doing business together at the same time as brothers. Na pia Arrowboy, like ukiangalia the relationship is extended because Arrowboy na Nadia their family to me. Like ni waseneza kwa na shida niwapigie niwaambie ni aje na feel hivi na hivi na wata pull up. So naweza sema hivyo, relationship yetu is way beyond brothers. We are business partners, we are sinema ndugu. Na at the same time like yani si ni wasetu like yani when anything pops up, you consultiana. Yes. Il nous reste 3 minutes. Donc, toi. Yeah. Haina shida, anaweza ongea tu French and translate here. Hamna shida bro. Vous arrivez à Goma pendant que vous allez prester une première prestation pendant que nous célébrons l'indépendance. Quel message? Unakuya Goma kupiga show siku kuu ya independence ya Congo. Yeah. Message gani unayo kwa sababu siku yetu kubwa sisi wa Kongomani? Mimi kenye naweza ambia watu wangu wa Goma na wa Congo in general ni happy Independence Day first of all, na kuambia that love is bigger than everything because niko sure kama kungekuwa na mapenzi, if we didn't have love then hatungekuwa na Independence Day. We are happy because it's kind of like Congo saw the light during this Independence Day. Ndio ile siku Congo iliona light na ikaamua ku take that big step na ikaamua ku move as a country. So mimi na feel it's a very big day and I'm so happy. Mimi nafurahia sana kushare this day na nyinyi na na hope ile nimetoa Nairobi na nimeleta hapa Goma ita bless maisha ya watu na itafanya tukuwe na Independence Days mingi zaidi. I feel like I'm part of this. I feel like I'm part of the country right now. Na na feel ni baraka kubwa sana. So mimi message yangu kubwa ni tuzidi tu kupendana. May the country keep on growing and may we all become bigger and better. Unajua, like we are here to challenge our fears, to hapa ku learn. So may each and everyone keep on learning and may everything keep on like yani kila kitu zidi kukua kubwa na kubwa. Yeah. Nitasema amina mais trop oublié. Lilia, une question. Une fille doit parler quand même. Une dernière question. La dernière question. Soit les mouches. Vas-y. Même en français, je peux traduire. Je suis devenue swahiliphone. Yeah. D'accord. Yanni, qu'est-ce que vous attendez du public de Goma qui va venir au Kenya? Unangoja nini kwa washabiki wa Goma wenye watakusupport wala watakia kusupport kesho? Mimi nangoja tu nduru kwa wingi, wapige nduru sana na nangoja tujibambe pamoja because mimi sijakuja hapa kujibamba peke yangu. Na expect ile energy ndawapatia is the same energy I'll get in return. So mimi kesho nangoja tu like yani tujibambe wote, tulewe pombe. Kila msia toki hapa kama ana feel fit. Na pia mimi nikirudi home niende home kuambia wase venye Goma waseni wafiti sana, venye tulipati vifiti sana. Like yani I believe this is one of the best places mimi nishai visit. Naweza tell from the vibe because the vibe napata hapa hivi like it's a rare vibe. Na ni place yoyote nikienda nipate such a vibe, najuanga kila kitu naenda kukuwa fiti. Yeah. Tunamaliza swala la mwisho itakuwa yangu. Aha. Okay. Gisto kwa mwisho, wewe utaenda kusi ushimame. Yeah. Okay. Utafanya acapella. Utafanya acapella ya Amatue, unakamata tu chupa yako kwa sababu watu waone mambo watakia cheza kesho. So nifanye acapella ya nini? About the head. Nipatie na mimi chupa yangu. Sawa. Tufanye pamoja, nipatie tu. Utafanya acapella na tunamaliza nayo. Sawa. Kila mtu ashiki yake sasa. Haya. Ngoreni sasa. Do alright. Haya, kabla nifanye hiyo, ningependa kuambia I am happy today, so happy. I am happy today, so happy.
Kila mtu ako na kinywaji. Nyinyi mnaniangusha watu wangu wa kamera. Mnasema kila mtu ako na kinywaji. Kila mtu ako na kinywaji. Sema above the head. Above the head. Below the belly. Below the head. Across the nipples. Across the nipples. Smooch those nipples. Mwah, mwah. Smooch those nipples. Mwah, mwah. Now swagger that burger. Tunashukuru sana. Mot de la fin, Jambo Jet. Merci. Also, by the way, kabla nimalize, I want to send a big shout out to my brother. Like, I take a big role to make sure tumefika hapa vifiti. It's a blessing to have partnered with you guys and tunafurahia sana. I'm really looking forward to an amazing show. Like, na expect kila kitu kitakuwa fit. It's a blessing manze kwa kila kitu mmefanya ku make sure mimi kama msanii together with my team tumefika salama. Asante sana. Nous aussi nous sommes contents. Nous sommes contents de vous recevoir ici chez nous. Sachez que c'est l'amour. Avant tout, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, il y a tout. Le peuple de Goma, nous sommes accueillants et à chaque fois quand il y a un visiteur, on ne voit pas d'abord la copie de passeport, mais on voit d'abord l'amour. Alors nous vous aimons et nous vous accueillons chez nous. Nous espérons qu'au retour, Jambo Jet est prêt pour vous accueillir et vous faire voyager. Atuone kabila mtu, atuone nje ya mtu, tunaona tu upendo na tunadhani ke utaishi hapa vizuri na Jambo Jet itakurudisha tena kwako vizuri, sio utarudia salama. Asante sana. Merci cher ami de la presse. OK, pour le compte je vais parler batawaka dakika moja. Donc pour ce qui concerne Top 5, vous savez que c'est pas la première production. On était encore ensemble lorsque Top 5 avait déplacé Chameleone. On était encore ensemble lorsque Top 5 avait déplacé Mr. Nice. Et aujourd'hui, c'est Yanni qui vient à peine de nous arriver. Et nous avons déjà une date pour Nadia Mukami. C'est le mois prochain, précisément le 16. Donc Top 5, c'est votre entreprise de divertissement. Ils sont là, bien sûr, pour vous donner tout ce que vous avez besoin. Mais il y a aussi des stars qui vont commencer à venir régulièrement grâce à Top 5 Productions. Mais n'hésitez pas à venir consommer aussi votre argent ici. Parce que plus vous consommez chez Top 5, plus vous donnez aussi à cette ville la chance d'accueillir des superstars. Parce que Top 5 est déterminé à vous apporter non seulement de la bonne musique. Et parmi nos priorités chez Top 5, c'est produire la bonne musique. Parce qu'on sait que la population congolaise aime la bonne musique à la base. Et c'est pourquoi il est venu aujourd'hui, mais il va travailler du live demain. Et vous ne serez pas déçus parce que ça fait partie des priorités de Top 5. Pourquoi ici c'est Ukraine? C'est Ukraine parce que... c'est Ukraine. Voilà. Je réponds ça hors caméra. Merci. Une photo de famille, vous pouvez venir.